Mheshimiwa Rais, nimekaribishwa hapa kwa kazi moja tu ya kukualika kuja kuzungumza na wote walioko hapa na Watanzania kwa ujumla. Lakini kabla sijafanya kazi hiyo, nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu ameeleza hapa hatua ambayo leo tunaifikia ni mchakato. Mchakato huu ni mradi ambao umetumia fedha kukamilisha zoezi la kuweza kurekebisha sheria zetu. Ni zoezi ambalo kihistoria limekuwa linatekelezwa huko nyuma kwa kutumia fedha kutoka kwa taasisi za kimataifa ikiwemo na Benki ya Dunia. Lakini leo zoezi hili limefanywa kwa fedha ya ndani ya Watanzania. Jambo hili ni kubwa na lazima tujipongeze. Mheshimiwa Rais, nakupongeza kwa sababu najua serikali yako imeweka jitihada na nguvu kubwa katika kukusanya mapato ya ndani, na mapato haya kuyaweka kwenye mfuko mkuu na kuratibu kwenye mahitaji muhimu, ikiwemo na miradi yote inayotekelezwa, ikiwemo na mradi huu mkubwa ambao uko kwa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa serikali. Lakini la pili, nikupongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu uwekezaji wako kwenye elimu na taaluma mbalimbali ni mkubwa sana kwa kipindi hiki cha awamu ya 6. Moja eneo ambalo najua umeweka nguvu kubwa ni kuimarisha sekta ya sheria kwa kuwaelimisha Watanzania ili waweze kusaidia jamii iweze kujitambua, ifahamu haki zao za msingi, lakini pia kupata usimamizi wa kina kwa wote wenye mahitaji ya kisheria. Hii ni pamoja na programu ambayo wewe mwenyewe umeidhamini ya Dr. Samia Legal Aid inayoendeshwa nchi nzima ya kuwasaidia Watanzania wenye uhitaji wa msaada wa kisheria wapate msaada huo bila malipo yoyote. Hii maana yake ni nini? Leo zoezi linapoendeshwa nchi nzima ni kwa sababu kwenye taaluma hii tuna idadi kubwa ya Watanzania wamebobea. Na hata tulipokuwa tunaenda na mradi huu ambao miaka iliyopita tulikuwa tunachukua wataalamu kutoka nje ya nchi, na zoezi la mwisho la mwaka 2002 lilileta wataalamu kutoka Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, leo Watanzania tunafurahi kusikia kwamba zoezi hili ambalo lilikuwa linaleta wataalamu kutoka nje ya nchi, tumetumia wataalamu wetu wa ndani kufanya urekebu wa sheria. Leo umeweza kuweka saini mabadiliko haya au urekebu huu ukiwa ni matokeo ya taaluma iliyoko ndani ya nchi. Hongera sana Mheshimiwa Rais.